Mashindano yanayotajwa kuwa makubwa zaidi ya soka barani Afrika ya Kombe la Mataifa ya Afrika yani AFCON yamezinduliwa rasmi na kuanza siku ya Jumapili rasmi nchini Morocco. Licha mvua iliyokuwa ikinyesha kwa wingi, sherehe hiyo haikupoteza mvuto wake hata kidogo, ikichanganya kwa ustadi muziki wa kisasa, dansi za asili za Kiafrika, mwanga wa kisanaa na fataki zilizopamba anga la Rabat na kuifanya dunia nzima kuelekeza macho yake Morocco. Kadri Afrika ilivyoanza rasmi tamasha lake kubwa zaidi la soka, muziki nao ulichukua nafasi ya kipekee sambamba na mchezo wenyewe. Wasanii kama Jaylan, L'Artiste na Angelica Kidjo walipanda jukwaani na kuimba wimbo rasmi wa Total Energies CAF Africa Cup of Nations Morocco kwa mwaka 2025 katika onyesho lililovutia hisia na kugusa utambulisho wa bara la Afrika. Wimbo huu ulitambulishwa rasmi kabla ya mechi ya kufunguzi kati ya wenyeji Morocco na Comoros, ikiashiria mwanzo rasmi wa michuano ya AFCON kwa mwaka 2025. Wimbo mwaka huu umebeba ujumbe mpana wa umoja wa fahari ya Kiafrika, ukichanganya dunia tatu za muziki kwa namna ya kipekee: muziki wa kizazi kipya cha pop cha Morocco, midundo ya kisasa ya kimataifa iliyokuwa barani Ulaya, pamoja na mizizi ya kina ya ala na midundo ya Afrika ambayo imesafiri na kutambulika duniani kwa miongo kadhaa. Kwa upande mwingine, shirikisho la soka Afrika CAF limethibitisha mabadiliko makubwa ya kihistoria kwamba kuanzia mwaka 2028 mashindano hayo yatakuwa yakichezwa kila baada ya miaka 4 badala ya mfumo wa awali wa miaka 2. Tangazo hilo limetolewa na rais wa CAF Patrice Motsepe baada ya kikao cha kamati ya utendaji ya shirikisho hilo kilichofanyika Morocco muda mfupi tu kabla ya pazia la AFCON 2025 kufunguliwa rasmi mjini Rabat. Uamuzi huo unahitimisha mjadala wa muda mrefu kuhusu ratiba ya mashindano hayo na changamoto zake kwa kalenda ya soka duniani, hususan kwa vilabu vya Ulaya. AFCON imekuwa ikichezwa kile baada ya miaka 2 tangu mwaka 1968, isipokuwa mpito wa mwaka mmoja kati ya matoleo ya mwaka 2012 na mwaka 2013. Hata hivyo, kuanzia mwaka 2027 AFCON itafanyika Kenya, Tanzania na Uganda. Mashindano hayo yatafuata mfumo wa miaka 4 yakichezwa katika mwaka mmoja na mashindano ya mataifa ya Ulaya yani Euro. Motsepe amesema mabadiliko hayo yamefanyika kwa makubaliano na shirikisho la soka duniani. Analenga kuhakikisha wachezaji bora wa Afrika wanapatikana barani Afrika kila mwaka na kuongeza ushindani pamoja na mapato ya soka la Afrika. Katika hatua nyingine, CAF pia imeongeza zawadi ya fedha kwa bingwa wa AFCON kutoka dola milioni 7 hadi dola milioni 10 za Marekani, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuinua hadhi ya mashindano hayo. Ni muhimu kukumbuka kuwa Morocco inakuwa mwenyeji wa fainali za AFCON kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1988, jambo linaloifanya AFCON mwaka 2025 kutajwa kama moja ya matoleo yenye maandalizi makubwa na maono makubwa zaidi katika historia ya mashindano haya. Waandaaji wameweka mkazo sio tu kwenye ubora wa soka, bali pia kwenye hadithi za kitamaduni, sanaa na utambulisho wa Afrika, wakichanganya michezo ya kiwango cha juu na simulizi pana la bara zima. Kwa ufunguzi huu wa kihistoria na kuvutia, AFCON mwaka 2025 imeanza kwa kishindo kikubwa, ikiashiria mashindano ambayo hayataleta tu ushindi na majonzi ya soka, bali pia yataendelea kuunganisha Afrika kupitia utamaduni, muziki na mshikamano wa bara moja. Hii ni TriGen Media.